Karibu sana mwana michezo, tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Kubwa zaidi niweze kukufahamisha tuko hapa katika mitaa ya Magomeni Mikumi, tawi la Mpira Pesa. Tumekuja hapa kwa ajili ya kuangazia mambo mbalimbali ya kimichezo. Bwana Mvimba, uko poa? Tunashukuru Mwenyezi Mungu, tuko poa, tuko salama. Kwanza mimi kila ninayekutana naye lazima nimpe kongole. Hongera kwa timu ya taifa ya Tanzania kufuzu hatua ya 16 bora. Ndio salamu yetu kwa sasa. Asante. Na wewe pia kongole kwa sababu hii ni tayari mage zamani tumekuta historia tu Tanzania alicheza sijui miaka 80 na ngapi huko, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu sasa hivi tunaweka historia nyingine, tumeenda 16 bora. Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuende na historia yetu. Bwana, unajisikiaje kwanza kwenye hii baada ya kuona timu yako ya taifa ya Tanzania kufuzu kuelekea hatua kama hiyo ya mbeleni? Kwa uwezo Mwenyezi Mungu, kwa sababu binafsi hata mimi mwenyewe jana kwenye page yangu jana niliposti kidogo, watu wengi sana yani wengi walicheka, wengine walitoa maneno ya ovyo, lakini mimi kwenye hesabu yangu nakumbuka, kwa sababu mimi kuja nyumbani Manzese TV naitoa nje na kana vijana wangu, ila niliwaambia kabisa yani kikubwa tunahitaji Nigeria apige wote, alafu si mechi ya mwisho tuende pale kama ile mechi kama finali. Ndo kwenye akili yangu kwa najua kabisa ndo uwezo Tanzania tunaweza tukatusua. Na kweli ile game japo ilibadilika mwishoni, sababu Nigeria aliongoza goli 3 alafu Tunisia akaja akapata 2 alafu anakuja mpaka ikaisha. Nikasema sasa nchi yetu ikija sasa pale, yani inakuja kivita yani. Maana ni kama ile vita tu mnaenda kupigana alafu mnakuta ile usafiri wenu ushachoma moto, cha kikubwa mnaenda pale mpambane, ndo mafanikio. Na kweli kwa uwezo Mwenyezi Mungu jana tumeona, na uzuri wa kocha jana akatumia akili nyingi, mpaka ilipofika dakika tu mpaka tukaanza kuulizana wewe au kuna best loser, sababu dalili zote tuliziona. Kikubwa Tanzania tusibeze timu yetu. Hii ndo timu yetu, ndo taifa letu. Ndio maana si wengine akijaga mashindano tunahangaika kufanya hamasa timu ya taifa, sababu ndo taifa letu. Hatuwezi kwenda sio wote. Bwana, tuzungumzie huku sasa kwa upande wa wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Umemwona mnyama Lunyasi, sajili anazofanya, marekebisho ndani ya benchi la ufundi. Kikubwa tumeona kwenye peji magazeti, wengine tuangaliaje udaku, tunaangalia kwenye peji zetu za Simba. Nadhani tumetambulisha kwenye benchi letu, watu tumeona. Nadhani kocha ambaye tulimchukua goli moja pale ndani ya uwanja wa Amani Zanzibar tunaye. Kikubwa tuendeleze mshikamano wetu wana Simba, tuwe na imani na timu yetu, malengo ndo yanaendelea. Benchi limeongezeka ndani ya Simba, kocha wa magolikipa Davis Firi ameongezeka, lakini pia vile video analysis pia ameongezeka. Bado Simba wenyewe wamesema haijaisha mpaka ishe. Kuna wengine wanakuja ndani ya dirisha dogo, mnatarajia yapi hasa kuyaona? Kikubwa tutarajie tu kwenye peji zetu za Simba, tusubiri, tusiwe na shauku sana na kuweka ujuaji mwingi sana. Unajua tunashukuru Mwenyezi Mungu, sisi timu yetu inaenda digital zaidi. Sasa sisi ndio maana tumekaa tumetulia, simu zetu muda wote, mabando yapo ya kutosha, Simba hapo inafanya kazi. Tunasubiri, unajua wengine tumeenda kuumiza akili yetu sana, sijui kusema ndo subiri hichi, atuangalia kitetesi. Sisi tunaangalia kitu ambacho kimesharushwa kwenye peji yetu, sisi tuna like, tunaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu mradi malengo yetu yakamilike. Bwana, kwa majirani mmesikia huko tayari wameshaanza kufukuzana. Sajili zilitambo wakahusishwa na Simba, hatimaye wanataka kuanza kuwatoa kwa mkopo. Unajua ndio maana ngasema kila mtu anashughulika na malengo yao. Unajua kipindi kile hata msemaji wetu alivyokuwa anaongea kuhusu Bara Conte, alivyokuwa yani anaona kama namna gani, lakini ni kitu ambacho kipo. Unajua wale wanafanya, mimi binafsi kwangu mimi nilishatoa samani tokea kipindi kile wamsajili Aziki kwa milioni 500 akapunguza lile fungu la kwenda kempo Morocco, ndo pale ngajua ile timu ni timu ambaye haina malengo. Walifanyaje? Walitoa milioni 500 wakapunguza kwenye budget ya kwenda Morocco wiki 2 ya kempo, wakamnunua mchezaji mradi tu kupushi mtaani kutiana ujinga kwa mashabiki wenzao. Ndio maana hata kipindi kingine namshukuru CEO wetu alikuwepo Madam Babra, aliongea kabisa yule mchezaji hela yake anahitaji ni kubwa kutokana na budget yetu sisi tumeamua kuachana naye. Unajua ifike wakati vitu kama hivyo ufanye. Sasa unaenda kushindana
watu washaenda pale, yani maana yake hata mchezaji hata hatujamwona kupimwa afya sio nini, lakini wewe tayari ulishaambiwa mchezaji ana injury, yuko 1 2 3. Unaenda hapo kumlinganisha na Kagoma, na mwisho wa siku imeonekanika Kagoma kampoteza Barakote mechi zote mbili alikutana naye. Sasa ndio hicho. Sasa wenyewe wameona wachezaji wanaondoka, naona watawapeleka kwenye timu ambayo haina malengo. Mage timu ambayo haina malengo ni Singida yani. Singida anza akatoa mchezaji mzuri akampeleka kule, afu akachukua kianda akaweka pale. Basi ndo jinsi wanauliza na nyie Simba vipi, mmegonga hodi kwenda kuangalia wachezaji pale? Sisi tunaenda na mfumo wetu na malengo yetu. Sababu kama mwalimu akisema anahitaji namba fulani, wapo watu wenye kazi zao wataenda kuchukua yule mtu akija pale mradi afiti kwenye timu yetu. Ndio umeona mtu kama Soa akaja pale kacheza mechi 3 ana goli 3. Yani maana yake mfumo wetu wa timu yetu kaingia nao. Si atufanye usajili kwa kurupuka mradi kurudisha tu wauza magazeti, mashabiki wapige kelele. Unafanya usajili kutokana na matakwa ya timu inahitaji nini. Kuna watu wanakurupuka. Na wao walisema ambao wanatoa wachezaji kama mfano ushatoa wachezaji 3. Yani wanatoa 3 kwa mkopo. Yani maana yake usajili wao uko umekurupuka. Yani maana yake unafanya kitu ambacho kama malengo hauna. Lakini kama mtu una malengo usingetoa watu 3, maana 3 ni wengi. Bwana, wanaulizana wenyewe. Mtachagua nyie kuwa mpishe mjomba Alan Okello, mchezaji aliyehusishwa na Simba lakini Simba hawakufanikiwa kwenda kumsajili katika dirisha kubwa la usajili. Wao wamegonga hodi na wenyewe wanakuambia sasa nizamu ya Celeste imekuwa kumpisha Alan Okello. Sasa unajua ukiangalia mchezaji kama Alan Okello kwa Simba, ukimwangalia Moses Abraham mfumo wake ni Alan Okello. Mimi sababu binafsi mimi Alan Okello sijamjua pale. Alan Okello mimi nimemjua wakati Azamu anabeba kombe la Afrika Mashariki na Kati, Sekafa, ambayo ilifanyika Rwanda. Azamu wakati anabeba, na mchezaji wa timu ya kwanza ambaye kumchukua Alan Okello ingekuwa ni Azamu. Azamu walimtaka ndo wakashindwa na Algeria wakamchukua, ndo akaenda kule akashindwa akarudi, sababu sasa hivi kama ana misimu miwili au msimu mmoja Rwanda. Sasa wale wanakuwa wanafanya vitu yani kama kwa kurupuka tu, ushaelewa. Sasa Simba ukiangalia mtu kama Alan Okello, Moses Abraham ndo mfumo ndo ule. Moses Abraham ni mfumo ndo ule. Yani mfumo wa Alan Okello anavyo, sababu ukileta Alan Okello baba umeleta Msimbazi, alafu una Moses Abraham. Haya, kuna kina Lada kisa cha Sambi pale. Haya, kuna watu tumewatoa wameenda Ulaya kina Barua wale. Ushaelewa? Ndio tepu zile. Kwa hiyo hakuna msaada wote atakaokuja kuwapa Simba. Hakuna msaada. Hakuna msaada kwa sababu vile vitu tunavyo. Kwa hiyo wao ni kama wanajidanganya wao wenyewe. Yani binafsi wanajidanganya, bora hata ungebakia na mchezaji ambaye mwenye kasi nyingi anaweza akakupa penalty. Hakuwa ni mchezaji. Sema wao wenyewe tu hawana malengo tu, hajielewi tu basi. Lakini yule ni mchezaji, unapomuingiza na ile kasi yake anaweza akakupa penalty, anakuwa vitu vingi sana. Ndio anasema mpira ni kujua. Simba Sports Club mnaanza kurejesha heshima yenu taratibu. Ukiwaangalia mlienda kuwafunga mashabiki wa Young Africans, Simba Queens wakaenda kuifunga Yanga Princess. Na sasa mashabiki wengi wanauliza, mmefanikiwa kuwafunga Yanga Princess, mmefanikiwa kuwafunga mashabiki, mtamweza kumfunga Pacome? Yani maana yake pale katika zile 6 zilizotufunga tayari zishabaki 4. Katika mara 6 mfululizo na sisi tushapiga 2 mfululizo. Yani wakae tu wajitambue hilo. Wao 6 wamepiga timu kubwa zote. Hakuna timu kubwa, unaangalia beji ni Simba. Maana pale hakuna beji hii, hakuna watu wanaangalia ni beji. Beji ni Simba. Yani kama unaona Simba ile ya Fili ilimsumbua Yanga ndani ya miaka 7, lakini kuna wengine ambao watoto wa sasa hivi hawa mama ni bebe haelewi chochote, lakini Fili mpaka kaondoka aje kufungwa na Yanga kwenye inchi. Fili yule kocha yule mpaka anaondoka aje kufungwa na Yanga kwenye nchi hii. Na mwaka 2008 walimkimbia kwenye uwanja Mkapa pale, mshindi wa 3. Mshindi wa 3 walimkimbia pale, hajatoa timu uwanjani. Sasa unajua kuna vitu vingine
sio historia za kujivunia sana. Historia kama ilifanyika jana, ile ndio tunasema historia. Tanzania kafuzu, ameenda au historia ndugu zetu Yanga wamekaa miaka 25 hajawahi kwenda makundi. Zile ndio historia watakao kae nazo. Sio hizo kusema sio kumfunga hivi warudi nyuma waangalie. Ndio maana sometimes mpira ukiisha tunashangilia basi. Vipi wasajilizi ambazo zinafanywa, mnaona mnakwenda kuwafunga Young Africans ndani ya msimu huu? Kila kitu ni malengo na kujipanga tu. Sababu sisi tunaweza kumfunga, ila na chengine naona sasa hivi tutamfunga kwa sababu hata marefu wanavyopigwa mechi 5 hizi, wanavyosimamishwa muda mrefu, naona pia itakuwa ni moja hapo pia ya heshima. Kwa sababu sisi mechi nyingi wanatufungaga ni marefu, so Yanga. Bwana Mvimba, nikushukuru sana na kila laheri ndugu yangu. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, ila chengine pia mimi ndo mdau wa Simba Queen. Kutoka na timu yangu tumeenda nao Manyara, tumechukua pointi 3, tumeenda Makambako tumechukua pointi 3. Tunaomba wana Simba wote mlokuwa maeneo ya jirani mkoa Lindi, tunakuja na timu yetu. Kikubwa tunataka watu wa Lindi mjaze uwanja kama alivyojaza watu wa Makambako. Mwenyewe nitakuwepo na timu yangu, maana msimu huu mechi za mkoani zote tasimamia Simba Queen mpaka tuchukue ndoo. Ndio timu pekee yake ambayo imeshiriki mashindano ya kimataifa klabu bingwa wanawake. Mara ya kwanza imeingia nusu finali. Wengine wanasota tu kwa sababu wanaipiga mtungo timu 3. Wana timu yao Yanga na timu yao Mashujaa na JKT. Ila Simba Queen wanasimama wako kama moja tu. Na mwaka huu wanakuwa wana share. Na maisha yaende kwa njia shortcut. Simba uzuri ndio maana kwenye mataifa anafika mbali kwa sababu anaenda kwa kunyooka. Na mwaka huu tunamshukuru kocha wetu Mgosi, ordinator wetu Sele, timu iko vizuri. Mungu ibariki Simba Queen, tukutane ndani ya Ruangwa kesho kutwa. Shukrani sana. Pamoja.